Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Uwezeshaji mkubwa unaofanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya madini umewakosha wachimbaji wadogo ambao wamekiri hawana la kufanya zaidi ya kumpa kura nyingi za ndio. Hayo yamethibitishwa na meneja wa mgodi wa Mahagi uliopo wilaya ya Nyahwale mkoani Geita, Lufuja Shabani Masebu, wakati akiongea na Mohab TV mgodini hapo kwa kina kuhusu mafanikio aliyopata katika kipindi hiki cha miaka minne ya utawala wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Amekiri kwa sasa kuhusu changamoto katika sekta ya madini ni ndogo kuliko faida kubwa walizopata, kwani tatizo la masoko ambalo lilikuwa likiwasumbua limetafutiwa ufumbuzi wa kudumu. Ukiangalia kwa toka 2021 mpaka sasa tunazungumzia mwaka 2025, almost ni miaka minne hapa nikizungumza hapa, hata mimi sikuwa mnene kiasi hiki. Amesema fursa zipo nyingi na wamefanikiwa kuwapunguzia ushuru kwa mfuko wa mchanga kutoka shilingi 1000 hadi shilingi 300. Unaweza kuona ni jambo dogo lakini kubwa mno. Jambo ambalo unapenda sana kumshukuru na salamu zimfikie kule aliko kwamba swala la kutupunguzia upande wa kodi, ushuru. Zile ushuru mtu anapofanya utoaji wa mawe, huko na mifuko inatakiwa ilipie ushuru. Hakuitoa kabisa, ila alipunguza kutoka 1000 mpaka shilingi 300 kwa mfuko huo. Hili ni swala ambalo halikuwepo, yani halikuwepo. Na ilikuwa watu wanapofikia kwamba utoke 1000 mpaka shilingi 300, 700 itolewe kama mapato ya serikali inakosa, hapana. Lakini kwa kujali wachimbaji wadogo, wanatakiwa wapige hatua, wasaidiwe, basi iliweze kushushwa mpaka sasa kwa shilingi 300 kila mfuko mmoja anapofanya uzalishaji wa kutoa madini. Amekiri kwa sasa kuhusu changamoto katika sekta ya madini ni ndogo kuliko faida kubwa walizopata, kwani tatizo la masoko ambalo lilikuwa likiwasumbua limetafutiwa ufumbuzi wa kudumu. Tulipe kodi kwa wakati ili tuweze kumsapoti na kuonesha, maana yake nchi bila kodi haiwezi kwenda. Tusitoshele madini, tufanye vitu ila jambo la msingi mwaka unaokuja tusimwache. Amesema changamoto iliyopo kwenye mgodi wao ni nishati ya umeme, lakini hiyo inakwenda kumalizwa muda si mrefu, kwani tayari wamewapa fursa ya kuwaletea umeme na utakapokuja utarahisishia mambo mengi na miundombinu mingine iko vizuri. Umeme utakapokuja utazidi kurahisisha mara 30 ya saizi shughuli za kiuchimbaji. Lakini ukiangalia swala la miundombinu, kwa sababu wengi uchimbaji unatumia zile local tools za kawaida sana, lakini barabara material yanafika kwa ajili ya kuhakikisha uchimbaji unakuwa katika sehemu yake sahihi sana. Kwa hiyo swala la miundombinu, plani ambayo tumetupatia, taarifa ambazo tumezipata ziko vizuri sana. Tunatarajia muda si mrefu tazidi kunemeka zaidi hapa ulipo. Baadhi ya wanawake walio katika sekta ya madini, Matrida Ezekiel Mazengo na Yasinta Francis, nao walimshukuru Rais Dr. Samia. Kwa mimi kama mimi binafsi yangu nimefurahi tu kwa mgodi huu tangia nimefika. Maendeleo kwangu naona ni mazuri. Kama tukifunga mgodi tutakuwa na hali gani? Kwa mimi hapa naona kwangu tutakuwa na changamoto kubwa sana kwa sababu na watoto nasomesha. Wengine wapo boarding, wengine wapo shule tu hizo wanaita za Kayumba. Kwa hiyo zote ni changamoto. Mimi ninachoweza kusema kwamba waendelee kuchimba hapa na pale, waendelee kuwawezesha watu walio na maleseni, wawe wanawake wawe wanaume, ili waweze kuleta migodi mingi, kwa sababu hata hapa wakisema kwamba wamefunga, dhahabu zimeisha, na sehemu nyingine tunaweza kwenda tukachimba na tukapata. Shughuli inapoanzia uchenjuaji, gari zinapokuja na mawe, tutapakilia katika huo mtambo ambao unaonekana hapo. Huo mtambo utapakiliwa pale na mashine, ambapo huo ndio process ya kwanza inapoanzia yale mawe ambayo yatasauga mdogo kwa kupitia jokarasha. Jokarasha ni ile mashine ambayo inaponda mawe makubwa kwa katika saizi ndogo. Ikishaponda mawe yatatembezwa kwa grading. Grade kubwa itabaki na kurudisha tena ikapondwe. Grade ndogo ambayo itakuwa kuwa ni small particle itakuja itatembea hii mikanda. Hii mikanda itakapokuwa inatembea naye itakuja mpaka kwenye tenki hizo mbili, ambazo hizo tenki ndizo zinazotumika kwa ajili ya kuhifadhia mawe. Na katika hizo tenki mbili zinazohifadhia mawe zinahifadhi mawe mengi sana. Kwa hiyo hii kazi inategemeana na ni endelevu. Haitaki kwamba kazi hii simame nyingine iendelee. Kwa hiyo hizo tenki zikisha hapo zina sehemu zina lock ya kufungulia na kufungua, ambapo pia kuna mikanda. Ukitizama hapo mikanda ipo, ndio itokee kuwa inatembeza mawe kupeleka kwenye hiyo ball mill. Kwa hiyo mawe yakishakusanywa yanahifadhiwa hapo, yakishahifadhiwa ambayo yameshapondwa kidogo kwa katika vyombo vidogo, mifumo kama umbo dogo tunazungumzia kama hivi.
Maana mawe yanakuwa katika shape kubwa. Kwa hiyo ikishoka kwenye umbo dogo kama hili inakwenda kuhifadhiwa katika hizo tanki mbili. Hizo tanki mbili zina sehemu ya kufungulia ambayo inaelekea moja moja kwenye ball mill. Hilo ball mill ambalo nilizungumza mara kipindi cha kwamba uwezo wake inaweza kwa siku ambao ni masaa 24 ikaweza ikaprocess mifuko isiyopungua mifuko 3000 ambayo inaiprocess, na baada ya hapo inapeleka unga katika hizo tanki ambazo kwenye tanki hizo ndipo tutakapoenda kuhifadhia carbon na kuweka chemicals zingine na kuanza process nzima ya uchenjuaji wa dhahabu. Nadhani huu ni mtambo wa kisasa zaidi. Nadhani jitihada zote hizi unazoziona hizi ni kwa sababu tunapata support ya Mheshimiwa Rais. Nadhani ameruhusu bandarini mizigo inapita kwa urahisi, ameruhusu wawekezaji wadogo wanapata supportive. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais Hassan Suluhu tunamshukuru sana. Nadhani uwekezaji kama mkiona hata nyinyi nadhani nafsi zenu zinakiri kwamba kuna mtu hapa anafanya kazi kubwa sana. Hapa tunavyoona katika mazingira yangu haya yaliyonizunguka nyuma yangu, huu ni mradi wa CIP ambao umejengwa katika wilaya ya Nyang'hwale. Na hii CIP sasa ipo katika hatua za mwisho, hivi karibuni inaenda kukamilika. Na napenda nitoe shukrani zangu za dhati zaidi kwa Dr. Samia Hassan Suluhu, rais wa nchi hii. Nadhani yeye ni miongoni wa watu ambao wamesaidia sana mpaka uwezeshaji wa mradi huu kamilika. Pia pongeza dhati zipite kwa Waziri Mkuu Bwana Majaliwa, Kassim Majaliwa, naibu Waziri Mkuu Dr. Biteko, Waziri wa Madini Anthony Mavunde. Zote jitihada zenu zimeshirikiana sisi kwa sisi wawekezaji wadogo wa ndani kuweza kushughulikia swala hili kukaa katika sehemu ambayo inapendezesha. Nadhani uwepo wa CIP hii katika wilaya hii ni kwanza ni CIP kubwa sana katika maeneo hii, na itatoa fursa kubwa sana kwa watu mbalimbali, kwa watu ambao watapata ajira, kwa wasomi, pia hata wachimbaji wanaweza kuleta mawe yao kwa ajili ya kufanyia process kwa muda mfupi sana. Imewekwa ya kisasa zaidi, inaweza kutoa majibu ya rahisi zaidi kwa kuzingatia usalama wa mchenjuaji, kuleta mali yake na kuepusha mambo nyanja zote zile za utoroshaji wa dhahabu. Mifumo ambayo inawekwa hapa ni ya kiusalama zaidi, kuanzia swala la usalama litazingatiwa. Of course swala hili, uwepo wa hili yote ni shukrani za dhati zifikie Mheshimiwa wetu Rais kwa kuruhusu uwekezaji katika eneo hili. Maana yake vibali vinatoka kupitia wizara mbalimbali ambazo zimeruhusu kuona uwekezaji huu unafaa katika eneo hili, ili wawekezaji na watu mbalimbali tuweze kupata fursa katika huu mradi wetu.